Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mkwajuni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu awabariki sana, na wewe mahali popote pale ulipokaa ukiwa unaendelea na biashara yako, wewe ambaye ni bodaboda ambaye unaendelea kusubiri pia watu kwa ajili ya kuwabeba, na wewe ambaye injili imekukuta katika mtaa huu, ni ukaribishe katika siku ya leo ambapo Mungu ametupatia neema na kibali ili tuweze kusikiliza maneno ya Mungu. Na kwa neema ya Mungu tutakuwepo mahali hapa kwa muda huu. Jina langu naitwa Mesha Kikatala, tumetokea Mzumbe, kanisa la FPST, lakini tuko mahali hapa kumnena Bwana Yesu ambaye alikufa msalabani na alikuja kuokoa na kutafuta mtu aliyepotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi pasipo kupoteza muda, tutajifunza maneno machache ambayo ni msingi sana kwenye maisha yako, na ujumbe ni msingi wa maisha ya mwanadamu. Msingi wa maisha ya mwanadamu. Mwanadamu yeyote aliyezaliwa duniani au anaendelea kutembea duniani, anaendelea kufanya kazi duniani, anaendelea kufanya chochote kile ambacho kinafanyika duniani, ajue kabisa kwamba ipo misingi mikubwa miwili ambayo ipo inaongoza maisha yake. Na msingi wa kwanza ni maisha ya shetani, lakini msingi wa pili ni maisha ya kumwabudu Mungu, au maisha ya kuchagua Yesu Kristo, au maisha ya kuchagua kwenda na shetani, yani dunia. Lakini katika siku ya leo nitakufundisha maisha mazuri na bora ya kumchagua Bwana Yesu kwenye maisha yako, akiwa kama msingi bora na mwanzilishi wa maisha haya ya duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Dunia imeumbwa katika namna tofauti sana, au dunia imewekwa katika namna tofauti sana. Mambo yote unayoona duniani yote yametokana na Yesu Kristo, yeye aliye kama neno, ambaye vitu vyote vilitoka kwake, ambaye yeye ndiye mwanzo wa maisha na ndiye mwisho wa maisha. Na mtu yeyote anaishi katika dunia anategemea sana kuishi katika maisha ya kumtegemea Bwana Yesu Kristo ili aweze kuongoza maisha yake. Iwe ni biashara, iwe ni uchumi, iwe ni elimu, iwe ni maisha namna yote ile, anategemea damu ya Yesu Kristo, au anategemea msingi wa Yesu Kristo, ndipo aweze kuongoza maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Pigie Bwana Yesu makofi na pengine mahali pale ulipo. Msingi wa maisha ni sawa na nguzo imara, au ni sawa na nguzo kuu inayoongoza maisha ya mwanadamu, au msingi wa maisha ndio unaamua aina au kiwango cha maisha ambayo mtu ataishi akiwa hapa duniani. Maana yake msingi ambao utachagua unapoishi hapa duniani utaamua aina ya maisha utakayoishi nayo hapa duniani. Utakapochagua kuishi maisha ya Yesu Kristo, itaamua aina ya maisha utakayoishi hapa duniani. Na kuishi sawa sawa na dunia, itakutengenezea wewe matokeo fulani katika maisha yako hapa duniani. Na ndio maana utakuta watu wengine wamechagua maisha ya dunia, ndio maana wamekuwa wakiishi maisha ya taabu na shida, wamekuwa wakiishi maisha ya magonjwa, vifungo vimekuwa ni sehemu ya maisha yao, matatizo yamekuwa ni sehemu ya maisha yao. Ni kwa sababu ya aina ya misingi ya maisha ambayo wamechagua. Lakini unapomchagua Bwana Yesu kama msingi bora kwenye maisha yako, maana yake kinachotokea kwenye maisha yako ni maisha ya amani, ni maisha ya furaha, ni maisha yasiyokuwa na taabu. Magonjwa kwako yataondoka, mateso kwako ya wachawi na waganga yatadondoka, maana Yesu Kristo anakuwa ni msingi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Asilimia kubwa ya mateso ambayo watu wanapitia hapa duniani yametokana na ibilisi, shetani. Asilimia kubwa ya magonjwa ambayo watu wanayapitia hapa duniani, asilimia kubwa ya mateso na matatizo ambayo watu wamekuwa wakiingia yametokana na ibilisi, shetani. Asilimia kubwa ya vitu ambavyo unaona kwenye biashara yako havieni vimetokana na ibilisi, shetani. Wewe unafanya biashara kwa kutumia nguvu zako mwenyewe, lakini kuna mwenzako ameenda kwa waganga wa kienyeji akatafuta vitu anavyotafuta yeye, na baadaye yale maisha yakamtengenezea vitu fulani. Kwa hiyo kila unapofanya biashara unakuwa unafanyia watu fulani, wamechukua roho za shumamoto, wameenda kuchukua vitu vya kwao ili
unapompa Bwana Yesu maisha yako, maana yake anakuwa msingi wa maisha yako, anakuwa msingi wa biashara yako, anakuwa msingi wa uchumi wako, anakuwa msingi wa ndoa yako, na kila kitu ulicho nacho kinawekwa chini ya msingi wa Bwana Yesu. Haleluya. Msingi imara, msingi wenye nguvu, msingi ambao umefaidisha watu wengi, msingi ambao umeweka watu wengi kwenye biashara nzuri, msingi ambao umeweka watu wengi kwenye maisha bora, msingi ambao umeweka watu wengi katika maisha yasiyokuwa ya magonjwa, ni msingi ambao ni Bwana Yesu. Haleluya. Watu wengi wanaoishi hapa duniani, wengi wao wamejikuta wakiangukia chini, wakifa kifo cha ajabu, kwa sababu misingi ya maisha yao imewekwa chini ya Ibilisi. Leo utagundua kabisa kwamba kuna watu wanakufa lakini haieleweki, yani anakufa lakini hajulikani amekufa kufaje. Anakufa lakini maisha yake yanawekwa kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Utagundua kabisa kwamba mtu anakufa kesho na kesho kutwa kuna mambo yanaweza kutokea katika hiyo familia. Maana yake hiyo familia imewekwa chini ya mizimu, lakini Yesu Kristo akiwa chini ya hiyo familia ataiweka kuwa imara. Kwa nini kwenu kila siku mnakufa? Utagundua kuna baadhi ya familia hawafiki miaka 50, hawafiki miaka 60, wamejiwekea mtindo wa maisha yao kwamba wao ni chini ya miaka 40 au ni chini ya miaka 45 au ni vifo vya watoto wachanga au ni vijana wengi kufa, kwa sababu misingi ya maisha yao imewekwa chini ya shetani. Lakini kama watamchagua Bwana Yesu katika siku ya leo, maana yake maisha yenu yote yatawekwa chini ya Yesu Kristo, na yeye ndiye atakayeongoza siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Msomaji wangu nisomee kitabu cha Mathayo sura ya 7 sura ya 24 na mstari wa 25 mpaka tuone hapa Yesu alikuwa anasemaje. Mathayo sura ya 7 mstari wa 24 na 25, naomba nisome. Nitasoma. Maandiko yanasema, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mstari wa 25, maandiko yanasema, mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, nikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninasema kwamba mtu asikiaye maneno haya na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili ambaye alijenga nyumba yake juu ya mwamba, na pepo zikavuma, mafuriko yakaja. Yalipopiga ile nyumba haikuanguka, kwa sababu ile nyumba ilikuwa imejengwa juu ya mwamba. Lakini yupo mtu ambaye anasiposikia maneno hayatendei kazi, hachukui kama ni maneno bora kwake. Inasema imemfananisha na mtu mpumbavu ambaye alijenga nyumba yake juu ya mchanga, ambapo matatizo yalipokuja, pepo zikavuma, zikampiga naye akaanguka, na goli lake linakuwa kubwa zaidi. Lakini katika siku ya leo Bwana Yesu ameleta maneno haya ili uweze kutoka mahali hapo, uweze kuwa kama mtu aliyejengwa katika mwamba, kwa sababu mwamba ni Bwana Yesu. Mwamba sio mawe kama unaoona, mwamba ni Bwana Yesu. Si nyumba unayojenga wewe kule, hapana. Nazungumzia nyumba ambayo ni wewe, na wewe unajengwa chini ya mwamba ambao mwamba ni Bwana Yesu. Kwa hiyo wewe ambaye ni mwanadamu, ambaye ni nyumba, kama nyumba hiyo haitajengwa chini ya moja ya mwamba ambaye ni Bwana Yesu, ni rahisi kudondoka sana. Matatizo yanapokuja yanakupiga unadondoka, lakini yule ambaye anajengwa sio Yesu Kristo, matatizo yanapokuja hawezi akamlamba, matatizo yanapokuja hawezi akampiga, magonjwa yanapokuja hawezi akampiga chini. Na ndio maana tunaona kipindi cha corona, walioteseka, waliopigwa, walioangamia sana na wale ambao kumtegemea Bwana Yesu, kwa sababu corona kama corona alikuwa ni pepo tu, hakuwa ugonjwa wa kawaida. Ndio maana nimesema aina ya magonjwa ambayo unayapitia wewe yanasababishwa na shetani, lakini Yesu amekuja ili uone kusema kisha wewe nao pole. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Yes, Lord. Naomba nikwambie misingi michache ambayo wanadamu wamejenga. Yaani maisha wanadamu yamejengwa na misingi ya kibinadamu. Sasa hii misingi nataka nikwambie misingi mitano katika siku ya leo. Na baada ya hapa nitakualika wewe ambaye unataka kujenga msingi wako juu ya Bwana Yesu. Haleluya. Msingi wa kwanza ambao
wameujenga au wameutegemea ni msingi wa ulevi, maisha ya ulevi. Unajua ulevi hauna faida, ukiachana kwamba ni dhambi, lakini hauna faida kwa maisha yako. Wewe unajuaje? Unakunywa kitu ambacho hakina faida kwa maisha yako, unakunywa kitu ambacho kinachoma mapafu ambayo baadaye yanakusababisha kansa, unakunywa kitu ambacho hakina faida, hakishibishi. Utashangaa mtu amekufa na gongo. Unajua nilikuwepo kule kwetu, imetokea rekodi mfululizo watu 11 wamekufa na gongo kwa sababu haina faida, wamekufa na gongo. Sasa utaona kitu ambacho hakina maana, hakina faida, lakini Yesu ukimpokea, ukijenga maisha yako juu ya Yesu Kristo, utakuwa salama, utaweza kuteseka, utaweza kuangamia. Bwana Yesu atakuwa msingi wa maisha yako. Haleluya, amina. Msingi mwingine ambao watu wengi wameitegemea ni msingi wa uchawi. Unajua kuna watu wanaona uchawi ni sehemu ya maisha yao, kuloga wenzao ni sehemu ya maisha yao, yaani kumtoa mtu kafara ni sehemu ya maisha yao. Na wale watu ambao wewe unasikia sauti ambayo bado hujaokoka, hauelewi ndugu yako amekufa, unasema amekufa, Bwana ametoa. Hakuna Bwana kutoa mali hapo, shetani amechukua. Bwana hawezi akatoa vitu vya namna hiyo, shetani amechukua. Lakini Bwana anataka watu waishi, Bwana anataka watu wafike uzee, Bwana anataka ufurahie mali zako, sio uweze kuteseka. Haiwezekani wewe bado kijana unajenga nyumba, kesho unashukuta unaanguka na pigwa chini. Haiwezekani. Lazima ukubali kujenga nyumba yako ambayo ni maisha yako chini ya msingi ambao ni Yesu Kristo. Haleluya. Msingi mwingine ni maisha, ni msingi wa agano, msingi wa agano, msingi wa agano. Asilimia kubwa ya wafanyabiashara, asilimia kubwa ya wanadamu, asilimia kubwa ya watu wanaopata magonjwa kama hujaokoka, wengi wanakimbilia kwa waganga wa kienyeji. Lakini mimi nikwambie, wale watu ni waongo sana, hawezi kukusaidia kabisa, kwa sababu waganga wa kienyeji tabia zao ni kupiga watu upofu tu, lakini hakuna kitu kinachoendelea. Maisha yako yote yanawekwa chini ya mazingaombwe. Wewe uelewe kinachoendelea, unapigwa upofu, unapigwa macho, lakini Yesu Kristo anakuponya salama, anakuponya daima. Unaweza ukaona kwamba yupo ndugu yako anaenda kwa mganga wa kienyeji, badala ya kupona akarudi na matatizo, badala ya kupona akarudi amevimba, badala ya kupona akarudi na vitu vingi vimejaa. Lakini Yesu Kristo unapompokea, hauji ukatoka na magonjwa tena, unarudi ukiwa mzima, unarudi ukiwa umeponywa, unarudi ukiwa umeshafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Msingi mwingine, msingi wa mababu au tunaita misingi ya mizimu. Watu wengi wanasema ni mababu, lakini ni mizimu. Mizimu sio mababu, ni mashetani. Na ndio maana ulipozaliwa ulipewa jina la babu yako, lakini babu yako yule sio mizimu unayoijua wewe kama ni Mungu. Hapana, ni mashetani. Na mashetani kazi yake ni kuweza kuharibu maisha ya watu. Mashetani kazi yake ni kuweza kuharibu hatima za watu. Kuna vitu ambavyo babu zako walienda kwenye miti au kwenye milima ya Ruguru au milima hapo Chuma, wakaenda kuniuliza, wakasema kwamba kwenye familia hakuna atakayesema, kwenye familia hakuna atakayefanikiwa, kwenye familia wataishia washati na uzinzi, kwenye familia watakuwa wanaoa watu wengi, kwenye familia watakuwa ni watu wa kutangatanga, hawataishi katika nyumba zao. Lakini Yesu amekuja ili kuvunja misingi ya ubabu, ili kuvunja misingi ya mizimu, ili wewe uweze kuishi. Yesu sana. Haleluya. Msingi wa mwisho ambao nimekuandalia siku ya leo ni msingi wa ibada za sanamu. Bwana nikwambie, watu wengi wamekuwa wakitembea katika ibada za sanamu pasipo kujua. Watu wengi wamekuwa wakiabudu sanamu. Sanamu haiwezi kukusaidia. Ndio siku zote wanasujudia, lakini bado haiwezi kanena. Biblia inasema kwamba sanamu zina macho lakini haziwezi kaona. Sanamu zina masikio lakini haziwezi kusikia. Sanamu zina pua haziwezi kusikia harufu. Zina mdomo lakini haziwezi kutoa sauti. Lakini yupo mwanaume Yesu Kristo ambaye sio sanamu, ana uwezo wa kutoa sauti, anasikia unachokiomba, ananena ili akuponye. Yupo mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Utakaposikia sauti hii, mahali ambapo nenda kumalizia, unaweza kuchukua jambo zuri au unaweza kuchukua hatua nzuri ya kusaidia mahali hapa. Wewe ambaye una magonjwa, wewe ambaye una matatizo, wewe ambaye una shida, wewe ambaye unasumbuliwa, wewe ambaye biashara yako imekuwa chungu, unaona kabisa kwamba unachezewa michezo, lakini yupo Yesu ambaye anaondoa michezo. Yupo Yesu ambaye anaondoa kuchezea magonjwa. Yupo kwa ajili yako leo siku leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kushiriki leo siku leo kwa ajili ya uponyaji wako. Leo ndio siku ambayo Yesu amekuja kwa ajili yako. Leo ndio Yesu amekuja kwa ajili ya
mahitaji yako. Leo ndio Yesu amekuja kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nimalizie kitabu kimoja cha Yeremia. Kitabu cha Yeremia. Kitabu cha Yeremia sura ya 3, mstari wa 12 na mstari wa 13. Natamani baada ya kusoma kitabu hiki, wewe ambaye uko mbali au upo karibu, anamesikia sauti ya Biblia inatoa ujumbe wa kurejea. Wewe ambaye tazama tayari ulikuwa umepotea, tazama tayari ulikuwa umeangukia kwenye misingi ya shetani, ulikuwa umeenda kwenye misingi sio sawa, umeabudu misimu, umeabudu waganga wa kienyeji, unaenda mahali pasipo sawa. Katika siku ya leo nakuita kwa sababu Yesu amekuja kwa ajili ya maisha yako, amekuja kwa ajili yako apate kukuponya, kufungua, kukupa huru. Nami nipo na neno katika siku ya leo ili uweze kufunguliwa. Mpokee Bwana Yesu. Uweze kuokolewa. Lazima mpokee Bwana Yesu. Watu wengi wanasema kwamba tumeleta dini. Hapana, hatujaenda dini. Dini yako ya kusaidia, na ndio maana yuko babu yako amesali tangu utoto wake mpaka leo, lakini bado anasumbuliwa na mambo ya kienyeji. Yuko babu yako ambaye tangu amesaliwa anaingia kwenye dini, lakini bado ni mlezi, bado ni mganga wa kienyeji, bado ni mchawi, anakoroga, hajapona magonjwa. Lakini katika siku ya leo nakuletea Yesu aweze kuponya magonjwa, aweze kuokoa, aweze kuleta huru, aweze kutakasa, aweze kusafisha. Huyo ni Yesu Mnazareti ambaye namnena katika siku ya leo, anakuponya, anakufungua katika jina la Yesu Kristo. Mama nisomeshe kitabu tukamalizie. Nitasoma, enenda ukatangaze maneno haya kuelekea upande wa kaskazini, ukaseme, rudi Israeli mwenye kuasi, asema Bwana. Sikutazama kwa hasira, maana mimi ni mwenye rehema, asema Bwana. Sitashika hasira hata milele. Sitashika hasira. Nitarudia. Enenda ukatangaze maneno haya kuelekea upande wa kaskazini, ukaseme, rudi Israeli mwenye kuasi, asema Bwana. Sikutazama kwa hasira, maana mimi ni mwenye rehema, asema Bwana. Sitashika hasira hata milele. Ungama uovu wako tu, ya kwamba umemwasi Bwana Mungu wako, na njia zako zimekuwa nyingi kuwaendea wageni chini ya kila mti wenye majani mabichi, wala hamkuitii sauti yangu, asema Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninasema enenda ukatangaze kaskazini. Lakini mimi nipo hapa kutangaza hapa Mkwajuni, nipo hapa kutangaza kwenye masikio yako. Niko hapa nimeelekeza sauti hii kwenye masikio yako. Niko hapa Mkwajuni kwa ajili ya kusema na wewe. Ninasema kwamba tubu, ukubali tu kwamba wewe umemwasi Mungu. Ukubali tu kwamba umeenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Ukubali tu kwamba wewe bado haujakombolewa. Unajua kuna vitu vingine vinatoa ushahidi kabisa. Yaani haiwezekani unasema umekombolewa lakini bado maisha yako bado ni shida. Unajua kuna vitu vingine lazima ufikirie vizuri. Yesu yupo kwa ajili ya kukusaidia na kukutoa mahali hapa. Na ndio maana tuko mahali hapa. Hatujaja kuja kukuondoa mahali hapa ulipo, lakini tunakuletea Yesu Kristo, na yeye ndiye anayekusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ndiye anayekusaidia. Kwa hiyo mahali popote pale ulipo, eneo lote vile ulipo, nakuta katika wakati huu wewe ambaye unasema kwamba nimeteseka vya kutosha, unasema kwamba magonjwa